Naam, habari za jioni mtazamaji wa Channel 10 Plus popote pale ulipo, ni matumaini yangu upo salama. Karibu kwenye taarifa yetu ya habari ya kutwa nzima leo kutoka hapa Channel 10 Plus. Msomaji wako siku huu ni mimi Fatma Hassan. Karibu. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan amewataka mawakili wa serikali kuwa walinzi wa kwanza wa maslahi ya taifa kwa kuimarisha uwezo wa kutafsiri sheria, mikataba na matamko ya kimataifa kwa usahihi, akisisitiza kuwa kazi yao ni kuzuia hasara kabla haijatokea badala ya kusubiri migogoro ifike mahakamani. Mwanahabari wetu Jamila Omar anaarifu zaidi kutokea Arusha. Akifungua mkutano mkuu wa 4 wa mwaka wa chama cha mawakili wa serikali jijini Arusha, uliowakutanisha zaidi ya mawakili 4,000 kutoka sehemu mbalimbali nchini, Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan amesema mwanasheria wa serikali anapaswa kutambua vihatarishi vya kisheria mapema na kuishauri serikali kufanya maamuzi yanayolinda rasilimali, uchumi na uhuru wa taifa. Mheshimiwa Rais pia ameonya kuwa kasi ya mabadiliko ya teknolojia, mikataba ya kimataifa na taarifa potofu vinahitaji mawakili wa serikali kuwa makini zaidi katika kuchambua masuala yanayoweza kuathiri maslahi ya nchi. Ni jukumu lenu pia kuhakikisha kwamba nchi inalindwa na kusimamiwa kwenye misingi imara ya kisheria, na sheria tunazozitunga na tunazotarajia kuzitunga zitusaidie kulinda uhuru wetu, haki za raia na rasilimali za taifa letu. Mwanasheria au wakili wa serikali hapimwi kwa kesi alizoshinda. Anapimwa pia kwa migogoro aliyoizuia. Kwa upande wake, Waziri wa Katiba na Sheria Juma Zuberi Homera amesema serikali imeanzisha kitengo maalumu cha ulinzi wa mashahidi ili kuimarisha mfumo wa utoaji haki, kuongeza usalama wa mashahidi na kujenga imani ya wananchi katika vyombo vya sheria. Wizara imeendelea kuwatumia mawakili wa serikali chini ya uratibu wa chama hiki katika kampeni ya msaada wa kisheria Mama Samia awamu ya kwanza, Mama Samia Legal Aid Campaign, hali iliyowezesha jumla wa Tanzania milioni 4,157,065, wanaume milioni 2,021,163 na wanawake milioni 2,135,902. Tangu umekizindua chama hiki tumepata mafanikio mengi sana, nayo ni mradi wa kuandika kitabu kinachojulikana kama falsafa ya sheria ya Mama Samia. Ni kazi ambayo imefanyika kwa muda wa takriban mwaka mmoja. Zoezi hili la kutafsiri sheria za nchi kwa lugha ya Kiswahili linaonyesha dhahiri dhamira ya dhati ya serikali yako ya kutaka kila Mtanzania kuzielewa zaidi sheria. Mkutano huo wa siku 2 unatarajiwa kuhitimishwa kwa uchaguzi wa viongozi wa chama ukiwa na kauli mbiu semayo haki, wajibu na utawala wa sheria ni msingi wa utekelezaji wa dira ya taifa ya maendeleo 2050. Jamila Omar, Channel 10, Arusha. Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Emmanuel Nchimbi amesema serikali itaendelea kuwekeza zaidi katika huduma za matibabu ya saratani katika mfumo wa fahamu kwa kuimarisha sekta ya afya na kupanua huduma za tiba ya saratani nchini. Taarifa zaidi na Witness Ngalawa. Akifungua mkutano wa 9 wa kimataifa wa wataalamu wa saratani katika mfumo wa fahamu wa nchi za kusini mwa jangwa la Sahara, Daktari Nchimbi amesema kwa sasa hospitali 3 za kanda pamoja na hospitali 3 binafsi zimeanza kutoa huduma za tiba ya mionzi zikijiunga na taasisi ya saratani ya Ocean Road ambayo imekuwa ikitoa huduma hiyo kwa zaidi ya miaka 30. For over 30 years, cancer treatment has been centralized at the Ocean Road Cancer Institute. But presently, 3 zonal hospitals and 3 private hospitals have started radiation therapy treatment. Furthermore,
the government has greatly improved the radiology and imaging services at both national and zonal levels, having installed 7 new MRI machines, making a total of 13 MRI machines. Aidha, Daktari Nchimbi amesema Tanzania bado inakabiliwa na ongezeko la saratani za mfumo wa fahamu kutokana na mabadiliko ya mtindo wa maisha, huku serikali ikiendelea kuweka mikakati ya kuongeza wataalamu bobezi ili kukabiliana na changamoto hiyo. In our commitment to training and development human capital, aiming to increase the number of specialized medical professionals, including neurologists, neurosurgeons, radiologists, oncologists, and others. Second, continued improvement of our health infrastructure and technology, encompassing equipping our referral hospitals with state-of-art neurosurgical facilities, advanced diagnostic tools, and essential critical care units to support the intricate procedures. Kwa upande wake, mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya tiba ya mifupa na ubongo Muhimbili MOI, Balozi Daktari Mpoki Ulisubisya, amesema uwekezaji mkubwa wa serikali katika vifaa tiba vya kisasa na kuongeza wataalamu umewezesha Tanzania kuwa mwenyeji wa mkutano huo wa kimataifa. Ndio maana wataalamu katika hizi nchi zote wameamua kuja pamoja kuangalia ni nini kifanyike bora zaidi ili tuweze kupata wagonjwa hawa wakati ugonjwa katika hatua za mwanzo, ambayo ni rahisi zaidi kutibu kuliko kusubiri mpaka ugonjwa unakuwa umekuwa mkubwa sana ambapo tiba yake inakuwa haiwezekani. Wataalamu walioshiriki mkutano huo wameeleza matarajio yao na kuona kuwa kutakuwa na Watanzania wengi zaidi wa kujiunga na jumuiya ya kitaaluma na kushiriki tafiti ambazo zitakazoboresha huduma za matibabu kwa wagonjwa wa ukanda huu. Tuna wale tunaita diaspora, wanatoka katika hizi nchi za kusini mwa jangwa la Sahara, lakini wanafanyia kazi Marekani na Canada. Kwa hiyo kama mnavyojua kule kumeendelea zaidi, wale wanaleta expertise ya mafunzo zaidi kwa sisi. Kwa sababu mgonjwa wa saratani anahudumiwa na timu mbalimbali katika afya. Kwa hiyo hicho ndio kikubwa ambacho kimeweza kuleta manufaa makubwa, kwamba kuachilia mbali wakae tu madaktari wa upasuaji, tunakaa watu mbalimbali ili kuweza kutathmini tiba kwa mgonjwa. Mkutano huo umewakutanisha wataalamu, watafiti na wadau zaidi ya 200 kutoka ndani na nje ya Afrika kujadili maendeleo ya matibabu ya saratani za ubongo na magonjwa mengine ya mfumo wa fahamu. Mimi ni Witness Ngalawa. Asante Witness Ngalawa kwa taarifa hiyo. Wananchi wa mji wa Handeni mkoani Tanga wamepata matumaini ya kuondokana na changamoto ya maji inayowakabili kwa muda mrefu baada ya kuridhishwa na kasi ya ujenzi wa mradi wa maji wa miji 28 utakaotekelezwa kwa gharama ya zaidi ya shilingi bilioni 170, mradi ambao unatarajiwa kutoa huduma kwa zaidi ya wananchi 800,000 kwa wilaya ya Handeni, Korogwe, Muheza pamoja na Pangani mkoani humo. Kutoka Handeni, Ernest Mbezi na ripoti. Wakiongea na Channel 10, baadhi ya wananchi wa mji wa Handeni baada ya kushuhudia zoezi la ulazaji wa bomba kwenye maeneo yao, hatua ambayo imeleta matumaini ya utatuzi wa changamoto ya maji. Na hapa wananchi hao wanaishukuru serikali kwa mradi huu ambao upo mbioni kukamilika. Tumekuwa na kilio cha muda mrefu sana kuhusu maji, lakini kwa sasa tunaona maji yametutembelea miguuni. Kwa maana hiyo adha hii itakuwa imetutoka au itatuondoka. Sasa tutakuwa na maji mengi. Bahati nzuri yamepita miguuni kwangu au ofisini kwangu hapa nje, mwenyewe nimeshuhudia kwa macho. Katika wilaya hii tumepata shida sana kwa miaka yote. Nafikiri imekuwa kama ndoto kuona mradi huu kufika ndani ya wilaya hii. Umeelewa? Na nasema ninashukuru sana kwa mbunge wetu huyu aliyopo. Anajitahidi. Watu wengi wanateseka maji, na isitoshe maji ya huku yote ni mabaya, so ndo yale mekundu ya chini tunategemea hayo kunywa. Kwa hiyo tunavyoona watu wanakutengeneza hivi vitu hapa, tumepata faraja sana, tunatamani maji yatoke hata kesho. Baadhi ya viongozi akiwemo mwenyekiti wa halmashauri ya mji wa Handeni Amiri Mwaliko wanazungumzia mradi huo ambao unatajwa kuwa suluhisho la kudumu la kuondoa changamoto ya maji kwa wananchi,
pindi mradi huo utakapokamilika na kuanza kutoa huduma. Tunampongeza Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu Samia Suluhu Hassan, kwa kazi kubwa ambayo anaifanya. Kama mnavyoona, mradi huu unaenda kukamilika hivi punde, wananchi watanufaika na maji haya. Wanahandeni tunafarijika sana, na imani sio mradi huu tu, ipo miradi mingi mama yetu Samia Suluhu Hassan ametuletea kwenye jimbo letu ila Handeni. Mradi mkubwa kwa ujumla umeshakamilika, kuanzia kwenye chanzo, kwenye chujio mpaka kwenye matenki ambayo yako njiani yamekamilika. Zoezi linalofanyika usambazaji wa mabomba katika eneo la mji wetu wa Handeni. Niwaombe wananchi, kwa sababu maji haya yanasambazwa kwenye maeneo yetu, tukatoa ushirikiano ili mradi ukakamilike ndani ya muda unaohitajika. Kutoka wilayani Handeni mkoani Tanga, mimi ni Ernest Mbezi, Channel 10. Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia imewataka warekebu wa elimu kuanza kufikiria namna ya kuwapata walimu wa elimu ya amali nje ya mfumo rasmi baada ya baadhi ya fani za amali kukosa walimu. Taarifa zaidi kutoka kwake Kuringe Mongi. Pendekezo hilo limetolewa hapa jijini Dodoma na Katibu Mkuu wa Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia Profesa Caroline Nombo wakati walipomwakilisha waziri wa wizara hiyo Profesa Adolf Mkenda kufungua kikao cha management ya Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia na wakuu wa taasisi zilizo chini ya wizara hiyo. Kuna namna gani sasa tunaweka utaratibu wa namna gani sisi kama warekebu kuruhusu walimu hao ambao huenda hawana GPA, huenda hawana degree, si ndio? Lakini tunaweka utaratibu gani wao kuruhusiwe na kuja kutoa elimu. Aidha, katibu mkuu huyo akachukua nafasi hiyo kuwataka wakuu wa taasisi za elimu nchini kung'amua mahitaji ya sasa ya elimu kwa vijana, huku meneja wa miundombinu na huduma ofisi ya Rais Tume ya Mipango Bwana Josia Mwabeza akitaka watu watambue umuhimu wa mipango katika taifa. Mijadala inayoendelea inaonyesha kama vile hatujaweza kukopa kuna mahitaji mapya ya kielimu yaliyopo katika dunia hii ya sasa. Na nimekuta watu wanaweka hata mwanafunzi aliyemaliza form 6 asiende kusoma kozi 1, 2, 3. Na zile kozi ambazo wanazijadili kwamba wasiende kusoma kozi hizo ni kozi ambazo tunazo katika taasisi zetu. Kupanga inatazamiwa kama rasilimali ambayo maendeleo ya kiuchumi ya nchi au utajiri wa kiuchumi na nchi unatokana nayo. Kwa hiyo ukiacha tu tunapanga kwa sababu rasilimali ni chache kuliko mahitaji, lakini kupanga kwenyewe is a resource, ni rasilimali. Kutoka hapa Dodoma ni Kuringe Mongi. Mahakama nchini Sudani imepitisha hukumu ya kifo kwa kiongozi wa kundi la wanamgambo wa RSF nchini humo Mohamed Hamdan Daglo pamoja na maafisa wengine 15 wa kundi hilo kwa kosa la kuhusika na mauaji ya gavana wa Darfur Khamis Abakar pamoja na makosa ya uhalifu wa kivita katika jimbo hilo. Kulingana na shirika la habari la serikali SUNA, mahakama hiyo iliyoko katika mji wa bahari ya Sham wa Port Sudan imemshutumu Daglo na washtakiwa wengine kwa hatia ya uhalifu wa kivita, uhalifu dhidi ya binadamu, mauaji ya kimbari pamoja na mashambulizi dhidi ya raia na miundombinu ya umma. Uamuzi huo uliotolewa bila ya wao kuwepo mahakamani ni wa kwanza dhidi ya uongozi wa RSF tangu vita vilipoanza kati ya kundi hilo na jeshi la serikali ya Sudan Aprili 15 mwaka 2023, ambapo waliohukumiwa ni pamoja na kaka yake Daglo ambaye ni naibu wa kundi hilo Abderrahim Hamdan Daglo, maafisa wengine wa RSF na viongozi wa makabila kutoka jamii ya Waarabu magharibi mwa Darfur.
Shule ya sekondari ya wasichana Samia Suluhu Hassan iliyopo wilayani Namtumbo mkoani Ruvuma imepokea gari mpya aina ya Costa, ikiwa ni ahadi yake aliyowaahidi wanafunzi wa shule hiyo. Hatua hiyo ikitarajiwa kuboresha huduma za shule, kurahisisha safari za matibabu na ziara za kimasomo, pamoja na kuongeza ufanisi wa shughuli za kiutawala. Taarifa zaidi na Yusuf Kayanda. Akikabidhi gari hilo kwa niaba ya Rais, waziri wa uchukuzi na mlezi wa mkoa wa Ruvuma Profesa Makame Mbarawa amesema serikali itaendelea kuwekeza katika sekta ya elimu ili kuboresha mazingira ya kujifunzia na kufundishia, huku akimpongeza Rais kwa kutekeleza ahadi aliyowapa wanafunzi wa shule hiyo, ambapo amesisitiza gari hilo litumike kwa shughuli rasmi za shule pekee na litunzwe pamoja na kufanyiwa matengenezo kwa wakati ili liweze kuwanufaisha wanafunzi wa sasa na vizazi vijavyo. Gari hili linatakiwa kufanya matengenezo. Kama gari hili halitofanyiwa matengenezo kwa wakati unaostahili, then halitoweza kudumu kwa muda mrefu. Kwa hivyo naomba sana uongozi wa shule tulitunze gari hili, likifika wakati wa kufanyiwa matengenezo lazima lifanyiwe. Shule hii imepata division 1 122, imepata division 2 64, lakini imepata division 3 7, ikiwa haina 4 wala 0. Upande wake mkuu wa wilaya Namtumbo Ngolo Malenya amesema kukabidhiwa kwa gari hilo ni uthibitisho wa dhamira ya serikali kuimarisha sekta ya elimu. Amesema uongozi wa wilaya utasimamia matumizi sahihi ya gari hilo ili litumike kwa shughuli rasmi za shule na kuwanufaisha wanafunzi kama ilivyokusudiwa, huku mwalimu mkuu wa shule ya sekondari ya wasichana Samia Suluhu Hassan Dafrosa Chirumba amesema gari hilo litaboresha huduma za shule kwa kurahisisha safari za matibabu, ziara za kimasomo na shughuli nyingine za kiutawala, huku akiahidi kulitunza ipasavyo. Sisi kama serikali ni kuhakikisha tunazingatia madhumuni ya hilo gari lililoletwa kwa ajili ya wanafunzi tu, lakini si kwa ajili ya matumizi mengine. Alipokuja aliahidi atatuletea gari, ametujengea miundombinu mizuri sana. Watoto hawa wako sehemu salama. Namshukuru sana kwa kuthamini hawa wanafunzi wa kike. Pia gari hili litatumika katika ziara mbalimbali za kimasomo, hivyo gari hili litaturahisishia safari yetu kukamilika. Kutoka Ruvuma, Yusuf Kayanda, Channel 10. Naam, nikitokea Ruvuma sasa nielekee mkoani Mara, ambapo serikali inatarajia kugawa vyandarua milioni 1.5 vyenye thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 22 kwa wakazi wa mkoa wa Mara, ikiwa ni utekelezaji wa kampeni ya kutokomeza ugonjwa wa malaria katika mkoa huo, huku mkuu wa mkoa huo Kanali Evans Mtambi akiagiza kuchukuliwa hatua kali kwa wale watakaobadilisha matumizi ya vyandarua hivyo, ikiwemo kuvulia samaki na kufugia kuku. Musa Makala na ripoti kutokea Mara. Mkoa wa Mara ni miongoni mwa mikoa inayoshika nafasi ya pili katika viashiria vya hatari ya ugonjwa wa malaria, na sasa serikali inachukua hatua za haraka kuhakikisha vyandarua vinatolewa pamoja na kuua mazalia ya mbu katika halmashauri zote za mkoa huu wa Mara, ambapo mratibu wa kampeni hii kutoka Wizara ya Afya Wilfred Mwafongo akiutaja mkoa wa Mara kuwa ni mkoa wa pili kitaifa. Mkoa wa Mara ni wa pili kwa maambukizi ya malaria nchini, ikifuatiwa na mkoa wa Kagera ambao una asilimia 24 hivi, na mkoa wa Mara una asilimia 22 pointi. Mkoa wa mwisho kabisa ni mkoa wa Iringa ambao una kama asilimia 1. Kwa hivi serikali imeona ni vema iongezee nguvu zaidi katika kukabiliana na tatizo la malaria kwa kuleta kampeni ambayo itamfikia kila mwananchi mkoa wa Mara. Kaimu mganga mkuu wa mkoa wa Mara Stanley Kajuna amesema zipo sababu kadhaa zinazosababisha mkoa wa Mara kuwa na maambukizi ya juu ya malaria. Tunataka tuko juu kwa sababu ya mazingira yetu, kazi zinazofanyika, na wakati mwingine behavior za watu na mazingira yaliyopo yanasababisha kuwepo kwa idadi kubwa ya maambukizi ya malaria. Vyandarua hivi ni gharama na pesa nyingi imetumika kuhakikisha vyandarua vinaweza kuwafikia wananchi. Akizungumza wakati wa uzinduzi huo, mkuu wa mkoa wa Mara Kanali Evans Mtambi ameitaka jamii kuachana na dhana potofu juu ya matumizi ya vyandarua. Kiona mwananchi anaenda kutumia neti ile kufanya uvuvi haramu,
ashughulikiwe kweli kweli. Aidha, Kanali Mtambe amesema kampeni hii ikitekelezwa kwa ufanisi, upo uwezekano wa mkoa huu wa Mara kumaliza kabisa maambukizi ya malaria ifikapo mwaka 2030 kama ambavyo serikali imedhamiria. Kutoka mkoani Mara, jina langu ni Musa Makali. Naam, huko mjini Paris washirika wa Ukraine wamekutana mjini Paris pamoja na rais wa Ukraine kwenye mkutano wenye lengo la kutoa msaada wa kijeshi kwa Ukraine kutokana na uvamizi wa Urusi. Mkutano huo uliopewa jina la muungano wa walio tayari uliosimamiwa na Ufaransa pamoja na Uingereza unalenga kuendeleza juhudi za kusitisha mapigano na kuanzisha upya mazungumzo kuelekea amani ya mataifa hayo mawili. Rais wa Marekani Donald Trump ana lengo la kudumisha uhusiano na rais wa Urusi Vladimir Putin kwa kuzikosoa Moscow na Kiev, ambapo ameonyesha nia ya kuisaidia Ukraine katika mkutano wa G7 nchini Ufaransa na mkutano wa Jumuiya ya NATO unaomalizika hivi karibuni nchini Uturuki. Askofu wa kanisa la Moravian Tanzania jimbo la Kusini Kenani Panja amewataka Watanzania hususan vijana kuituza amani iliyopo na kuepuka vishawishi kutoka kwa baadhi ya watu wasioitakia mema Tanzania pamoja na mihemko ambayo inaweza kuleta athari kwa taifa. Taarifa ya Rozi Chapewa inafafanua zaidi. Imefanyika ibada katika kanisa la Moravian ushirika wa haraka katika mtaa wa Itumba wilaya Ileje mkoani Songwe, ibada ambayo imeenda sambamba na uzinduzi wa nyumba ya mchungaji wa ushirika huo. Na katika mahojiano maalum na askofu wa kanisa la Moravian jimbo la Kusini Kenani Panja, ambaye ndiye ameifungua nyumba hiyo, ameeleza umuhimu wa amani iliyopo. Sihi wenzangu wa Tanzania kuendelea kuwa na moyo wa kuipenda nchi hii, lakini pia kutamani kuishi kwa amani kila tunapokuwa. Na kwa lugha nyingine, ni vizuri tujiepushe sana na wale wanaweza kutushawishi. Wanatushawishi tufanye vitu ambavyo vitaleta athari kwetu kama Watanzania. Wanapotushawishi kwamba tuingie kwenye maandamano na kuleta machafuko katika nchi hii, kwangu sioni kwamba ni jambo jema la kuliunga mkono. Lakini jambo lilo jema kwangu ni kwamba tutunze amani ya nchi yetu. Mahali pa kuzungumza tuzungumze kama Watanzania. Mahali pa kushauriana tushauriane kama Watanzania, kwa sababu nchi hii ni yetu sisi wote. Na wasi hata vijana kujiepusha na mihemuko ambayo inaweza kuleta athari kwetu sote kama Watanzania. Katika nchi hii tuna watu ambao kabisa nchi kichafuka ni vigumu kwao kukimbia. Mchungaji wa kanisa la Moravian ushirika wa haraka Ileje, Alipipi Mwanda Papa, anasema amani iliyopo ndio inatoa fursa kwa Watanzania kuabudu na kufanya shughuli nyingine zikiwemo za kikanisa. Tena tuiunge serikali yetu inavyotamka amani mahala popote, tuidumishe amani. Na amani ndio imefanya hata tukaweza hata kutoa kwa hiari sadaka za ujenzi kwenye nyumba hii ya mchungaji. Hiyo amani imefanya hata washirika wakaenda kutafuta hela za kutoa sadaka kwa ajili ya kujenga nyumba hii. Hivyo basi amani ni kila kitu, amani ni kitovu cha maendeleo. Ujenzi wa nyumba hii umegharimu kiasi cha shilingi milioni 50 za Kitanzania. Kutoka hapa katika kanisa la ushirika wa haraka eneo la Itumba wilaya Ileje mkoani Songwe, mimi ni Rozi Chapewa wa Channel. Na afisa mkuu wa Umoja wa Mataifa Ramiz Alakbarov amelituhumu kundi la mamlaka zinazodhibiti Gaza na Hamas kuingilia shughuli za utoaji wa misaada ya kiutu na kuwatisha wafanyakazi wa misaada hiyo ya eneo la ukanda wa Gaza. Wanamgambo hao wa Hamas wanadaiwa kuingia katika ghala la shirika la mpango wa chakula duniani WFP na kuwashambulia madereva wawili wa malori waliokuwa wakisafirisha misaada hiyo ya kibinadamu. Kundi hilo la wanamgambo
Kipalestina bado linaendelea kudhibiti sehemu ya ukanda wa Gaza licha ya wanajeshi wa Israel kutanua operesheni zao. Na mtazamaji, kwa taarifa hiyo basi inatupa nafasi kwenda kuziangaza habari za biashara na uchumi. Endelea kusalia nasi.